boda boda. We are investors in this industry, okay? And then from there we are learned. Kweli ni kwamba watu wanasemanga wase wa Ndudhi hawajasoma, lakini hawa wase wamesoma sana. And apart from that nataka ujue, Ndudhi yani kwa everywhere, inasaidia everyone na inaingia everywhere. That's why unaona ukiwa kwa Ndudhi unasikianga ni kama uko kwa ndege. Ndudhiman Show brought to you by Gideon Winner. Karibuni sana hapa ni Ndudhiman Show and I'm your host Ndudhiman, na unaona leo tuko na wazee wa kijiji, the famous comedians in Kenya, all the way from America to Mbili, all the way from everywhere. Mochi, karibuni sana manze. Asante sana. Wacha nianze na Tumbili. What it is? Tumbili jina kubwa. Yaani Uganda umetembea, Tanzania, Kenya, Uganda, uko everywhere. Sasa umetoka majuu. Hebu anza kutuambia Tumbili, wewe ni nani na nini na kuinspire manzi? Juu zile vitu tunafanya manzi zinafanya wasanii yani wakuwe na ile roho. Wanatetema. So mimi naitwa Tumbili. Vitu zenye uniinspire sana nikuwe na bidii zaidi. Ni vile industry to some point ni ngumu. So inafanya na work harder. Ni soft industry unacheki. So vile naendelea ku work harder nionekane pale nje, ndio najipata success inabisha na mimi mwenyewe naifungulia mlango nayo. So ni zile vitu tunafanya like kufanya kujituma, generally tu ni kujituma. Just do your own things. Usisikize mtu anakuambia nini, because utapata bigger percentage ni watu wanaku discourage. Yeah. Kama mimi nimediscouragewa kwa hii maisha. Sasa kitu fiti ni usiwahi wasikiza. Yeah. Because wasi wanaku discourage hawezi kusaidia anywhere. But when mtu uko na effort, because ukisoma Bible, God usema sijawaleta this far niwaachilie, unacheki. Yeah. Then mi ugo na my own ni vitu ni encourage. One of them ni before you give up, always ask yourself why you started. Unaona? Huwezi anza kitu alafu uiachilie bila kuimaliza, unaona? So that's why lazima nikazane nimalize kitu nimeanza. Na nikuulize aje Tumbili, University of Nairobi ulikuwa unafanya nini? Yohani nilikuwa nafanya microbiology. Nilikuwa nafanya microbiology. Ukaendaje kusomea microbiology? Sasa hiyo biology na comedy zilitoana wapi? Unacheki by the way, watu niuliza mbona uliacha, mbona utumii microbiology unafanya comedy? Microbiology ilikuwa inafidiwa na comedy. Yeah. Because by then microbiology, nikisoma microbiology sikuwa na do. I was broke. Yeah. Nilianza comedy. So now you are rich. Broke, eh? So you are rich. I have something. Okay. I'm not that rich, but naweza survive. Unaona? Kitu yenye ilifanya nifanye comedy ni msoto ili ni drive. Unacheki. So kuna time nilikuwa nimesota, nikapigia budangu, kaniambia nitakutumia do Monday. Unaona? So the problem hata si Monday. Problem ni hapo niambia ni Monday gani, unaona? Wewe bado unataka kutumia hadi Monday. Na ngoja hii Monday nionekane hiyo. So 6 years down the line, hizo Monday unipita. That's why I hate Monday. Yeah. So Tumbili, in your life you live comedy, you eat comedy, that's you what speak I comedy. Do. That's what I do. Kila kitu ni comedy. Hata as in comedy tu. Ni comedy tu. Nimesomesha mabro wangu, nimejisomesha mimi mwenyewe. Nimelipa bill za watu hiyo, si unaona? Yeah. Na comedy manze. Nikikohoa kidogo comedy ndo ya comedy. Mochi Mpienga. Manze. KTN unatesa. Bia na ua. K24 Kameme unatesa. Vibaya sana. Na huku barabarani. Vibaya sana. Manze tuambie manze, nini na kuinspire bro juu? Nimesema tu ni venye huyu rasta amedai. Ni hiyo story ya kudiscover tu na vile unafaa kufanya kwa hii life, unaona? Yeah. Na unafuata hiyo kitu to the fullest, unaona? Hiyo tu yani hanga ya kuwa njaya. Manze. Na ulidiscover kuna hii talent ya comedy. Manze kitambo za mimi nilikuwa nimeenda auditions za Top Comic. Unajua sio ile Top Comic. Kitambo. That was 1990. Hiyo ilikuwa nikapigwa audition, I guess nikamtoa namba 768. Unaona? Alafu nikana chini ya maji, haikuwa hai. Unaona? Yeye kaenda hivyo. Nikaingia pia apart from sasa kupiga hizo
marketing na nini. Pia mimi sasa pia nilikuwa pia ma stand up pia na nyoro. Unanyorosha. So at first nilikuwa nimedandia sasa gari ya stand up before niki sasa ku act. So siku moja nikasikia nilianza kutembea pale Rocking TV wenye wasanii wengi ufanya. Kuna shughuli inaitwa K-Park. Ilikuwa K-Park, The Factory ile The Factory. So pale ilikuwa gani open forum, yani unaweza kama una poem unanyorosha, kama ni stand up unapiga. Kuna kulipo? Ilikuwa ni platform ya wasanii ya ilikuwa inapiga kila Friday, si ndio? Wewe mwenyewe unajitu. So hiyo time ilikuwa ka system. So ikifika kila Friday 3 nakimbia KNT. Mara ya kwanza nikapiga mistari nikasikia sobe babi. Unacheki? Inakubali. Ndio tu ni wewe unasikia kuna kitu. So unaanza kuinvestia. Unacheki unaanza kwenda sasa hiyo direction ya comedy. Kidogo kidogo nikasikia kuna auditions za Kenya Kona. Nikajipata sasa tunapiga shughuli pale hivyo Hilton hata tukojoa. I guess kwa kweli yangu ndio tu nimekojoa Hilton. Ni muhimu. Muhimu sana bwana. Nimechapa mwisho unajua mocha amekuwa kwa industry longer than me. Because mimi unajua story yangu ni tofauti. Mimi sasa the years nimekuwa Nairobi ndio the same years nimekuwa kwa comedy. Niko na miaka 5.5 Nairobi. So wewe na Fea mko mnasumbua. Wewe hujakapitia. Sijakapitia Nairobi because mimi reason nilijipata Nairobi the only excuse nipate nikuje Nairobi ilikuwa ni pass exams because mimi nimegrow Nakuru Nax. So ndio nikubaliwa kukaa Nairobi njia the shortest way ilikuwa ni kama mwanafunzi. So nikafanya nikapita exams then ndo nikaitwa UN. Moch, umetoka Hilton. Nimetoka hilo sana tunapiga shughuli pale hivyo Kenya Kona tunapanda. Hiyo shughuli ikaenda ilikuwa inanyoroshwa Citizens ndio. Kidogo kidogo Citizen wakaingiza mende kwa mradi. Iachilia. Hiyo shughuli zote kaingia KTN. Ikasukuma tena wakaleta na juu story za madingla, wakaji nini. Ile sasa sasa wasanii lazima wakanjwe. Lazima. So Kenya Kona ikadai. Na ilikuwa fiti sana, ilikuwa kama nini mpya ya kuchingeleza wasanii. Wasanii walikuwa nakafunga bwana, walikuwa nakafunga sana. So Kenya Kona ilidai, mimi nikarudi mtaa. Sasa nikaanza kula mbuku. Sasa Kenya Kona kulikuwa gani? Sasa ndio after Kenya Kona sasa ndio ningie kwa active vizuri. Na nilikuwa na host Kenya Kona mshamba. Si ndio shamba na jana. Na jana. So tumejuana jana. Tumejua sasa hizo maenzi. Sasa kwenye shughuli katika mtu akaenda nizana mzaka. So nimekaa tu mtaani siku moja akanipigia simu. Ni aje Mocheze, nataka nipigie kwa shughuli fulani unaweza onekana kitu fulani. Nikaitika nikaenda huko hivyo kwa West tukapiga shoot. Tukapiga shoot alafu mimi nikaishia mtaani hizi episode za kupiga extra. Nikapiga shughuli safi alafu sasa baadaye ndio ikakuwa ni aje Mocheze shughuli yako iliweza kuna Carol unaweza piga kwa shoot. Sasa ndio sana nikaingia sasa safari ya mshake tukaserelekana hadi saa hii. Sasa pia ndio imenifungulia sasa hiyo mlango ya content develop, naweza andika ma scripts. Mimi naweza act, naweza piga hiyo stand up, sasa kuna kasho na usinapo kameme. Yaani usiji limit kwa ni msanii usiji hapo kwa kameme sasa. Kuliendaje ukaingia Kameme ukajipata kuna show yako? Juu kuna mtu ameng'ang'ana pale bazia ameenda media station zote, anapeana script anaambiwa ngoja ama saa zingine anaiona kwa TV. Hizi vitu zimefanyika sana. Ulifanyaje ukajipata kwa Kameme? Juu kuna mtu yako pale ako na degree yake, amesoma 5 years. Wewe maybe hizo 5 years ziliishia kwa comedy. And then sasa amejipata pale. Ana show, ana content, imeenda hajalipwa, lakini wewe sasa umejipata kwa Kameme na bado kwa KTN. Unaona? So manze unatesa. Kuliendaje ukajipata? Nasema kitu kwanza ni God manze. Watu wengi husema kama tunamsema natambua ni God kwa life sana. Na mtu wangu usiban bridge na mse. Kanzi wase upata nao kwa life yako. Ndio ataka mko kwa life kumo. So kwa time fulani hapo hivyo tu nikapatana na nani anaitwa nani? After mshaye kunipigia simu ya Kameme. Nilikuwa nimeenda auditions Inoro. Nikaenda auditions Inoro ikakataa. So kumbe kweli pilika kuna deploy organize system. Nikamwambia ni aje ukisikia shughuli inaweza niitie auditions. So demo alikwendwa demo organize system. So hiyo Inoro sikuchukuliwa. Vibaya. Sasa huo dem siku moja nikiwa town napiga round zangu akanipigia simu aje Mocheze kuna producer wake wa K24 anatafuta host. Enda kesho jaribu kesho. Mimi nikajituma tu. Ile tu naamini ya process. Yaani hujui nini itahappen. Sasa mimi nikaenda ile audition. Kwa ile audition mwanzo nikapata na wazito.
Watu wengine sana nilikuwa natambua kwa industry unacheki. Ninakwambia ukipata yani kuji challenge unaona. Yeah. Juu unaweza angalia msote kimasimu nimemwona mahali fulani siwezi compete naye. Okay. So tukapigwa audition kidogo wasee saba I guess. Yeah. Sasa tena hiyo shughuli tukapiga last year huko November. Sasa alizia 2019 nikabidi wasimaje mocheze wale bambika na story yako. Unahitajika kofi. Leo tu yani wewe ni kujituma na kujiamini. Manze najua uko hapo, yani umeng'ang'ana mwaka wa kwanza wa pili uka give up. Tumbili ndiye huyu ako na 6 years. Kuna mtu amepanda ndege. Na amepanda ndege, na ametembea. Ameperform na Kansime. Na by the way hata nikuulize Tumbili. Kuna mtu hapa hivyo ana shidango aje? Manzi, yani uliendaje ukajipata uko na Kansime na wengi wameishi kumuona online, Facebook, Twitter, na iliko umepanda ndege moja all the way to US. Unajua mimi nalalanga nikiota nikiwa US, nikiamka niko kwa ndudi. So the same way by the Kulienda everything starts from a dream. Kila kitu inaanza kwa ndoto. Like mimi mimi mwenyewe hakuna hadi msee kwetu huku ndivadi wale wa stand up comedian. Hata wale wase tulisoma nao wananiangalia live wasema hiyo manzi hatu baada ya tuamini ufanya comedy because I was one of the brightest students wa chuo. High school, primo na campo. Hapo kwa brightest mimi siongei. Ulikuwa wale wengine. Mimi sasa hata unaona hata wase wana watch na tulichop nao. Wanaweza kuambia form 4 mimi mwenyewe niliteach syllabus yote ya maths ya form 4. Mathematics syllabus yote because mode wetu wa maths alikata kufunza tukiwa form 3. Mimi nilikuwa nafunza science. Mimi nakawa siani wewe. Mbona siari? Ile za how was walking. Came across a pencil as a good Christian. So mimi nilifunza syllabus yote ya maths in my class. So mimi usema in my class wase nilikuwa na A+ 9 from my students. Unaona? So ni zile vitu za kujiamini. Yaani si ati nilikuwa najua hii hesabu. In the process nikifunza wase mimi nilikuwa pia mimi najua ninaiva zaidi, unaona? So exam nikapita nikaenda kampo, unaona? So sikuwa iona nikifanya comedy. Hata nilikuwa gani kama niko na sense of humor but niko na nitap. Unaona? Sasa tubebe utufikishe Amerika. Sasa tuko Amerika sasa. Amerika Tumbili Amerika manzi. Kila kitu huanza na dream, ile kujituma. Ulienda aje ukapata hiyo show ya Amerika? Amerika kuna show yangu fulani nilikuwa nafanya monthly Bungoma. So kuna ya last year 2017 ikiisha nikafanya Bungoma, nilikuwa na host different comedians. So hii nilikuwa nimehost Eric Omondi na Smart Joker. So hivi niliwa host kulikuwa na mother fulani alikuwa kwa audience. After show kaniambia you are amazing, I loved every bit of your comedy. I would like to talk to you in the morning because already time ilikuwa imeenda. Na mimi pia nilikuwa nimebukiwa kulala kwa hoteli, yeye pia alikuwa amebuka kulala kwa hoteli. So morning nikaenda nikamtafuta. So akiniongelesha akiniambia mimi I stay in Atlanta, anataka ukama Atlanta ni sponsor tour yako ya state zote. Sikuwa naamini because at first like two people walikuwa shani approach before. Kuna mmoja wa Australia hadi akanitumia ngado fulani ni kule tu ndo nimtrust, unaona? Anambia want to sponsor you ufanye tour ya 5 states Australia. Perth, Adelaide, Sydney, hizo Melbourne, hizo Naziona kwa baba. Adelaide, kuna Perth, kuna Sydney, kuna Melbourne, hizo states za Australia. So haikuwa come through. So nikaona ingine tena ya Manchester ikakam, nilitumia kwa email nilienda ni perform Manchester kwa show fulani itwa Comedy Store at Kingong iko Manchester. After you wa Chelsea kwa kataa kwenda. Mimi Arsenal jana. So nilipani perform Manchester 2017 1st August ilikuwa Sunday. Though siku kila kitu haikwenda. Unasikia hiyo ligi? So madaki ni chapel story yote ya Amerika. Niliona hii unajua vitu za ndani kuangalia confirmation huwezi enda. So akiniongelesha mimi mind yangu ilikuwa off. Simsikizi hata ananiongelesha ni nini. Hadi aliniambia anipe namba nikwambia mimi ndo nikupe. Nikampea namba yangu. Akaniambia ile kitu tumepitia. Kwa hiyo yeye akiwa interested atanicall, unaona. So I was so surprised call after a week akaniambia I want you to come through with akina Eric na Smart Joker na mtu mwingine mwenye unataka tuende naye, unacheki. So akaanza process hizo vitu zote ni nini, nikastukia Kansime on board. Nikaona nilitafuta visa for 7 months hadi nikaona hii kitu haiko.
nikaa confirmation ya Manchester na Australia. Niko na ECA. Because hata passport yangu nilichukua 3 months kupata. Na hii kitu unaweza pata hata in 2 days ama 1 day. So ilikuwa nikaa confirmation, but still nilikuwa nimeka siku give up hata ni mother fulani na trust God pia. Alikuwa ananicall hivi tunaomba kwa simu. We pray through the phone that we will get them in. Nilikuwa naenda hadi hapo Nyayo House. Ninalia. Ninapigia madhevi simu na Peru jamaa wa migration simu na mwambia ndio ongea nayo because already nilikuwa na contract already. Contract ilikuwa hapo na nilikuwa nimesign contract hadi March this year, from August hadi March. Ni tour states zote. So nikaona hii kitu haiko. Until ile time sasa nimeona cause yeye ni mtu alikuwa anataka niende na ni visa wa permit na ilikuwa ngumu kuchukua. So ikaivana ukaingia Amerika nikapiga shows. The point hapo ya America ni because hata wase walikuwa wanashangaa ni aje huyu boy hatumjui. Hata mimi nilishangaa sana bro. Tunashidanga na wewe. Halafu wewe ndio hapo kwa nduthi bro, tunashidanga na wewe hapo stage. Hatunaniambia basi nasikia naona kwanza unajua nilimuona kwa choo. Choo ya ndege. So hii kitu point yake ni because hata tulimit na Kansime Kenya, hata yeye mwenyewe alikuwa ananijua but mimi nimekuwa fan wake. Alikuwa ananijua fiti, nikamwambia mimi ndio ule tumbili mnaenda naye Amerika. Akanihagu mwanzo akanipiga mungi wa. Hiyo siku uliona? Hiyo siku alikuwa. Hata sikusalimia mtu yote after kumsalimia. So ikakuwa ni the point hapa ni hata uko na 3 months kwa comedy. Na umejiamini, you can do anything. Just believe in yourself. Believe in God, trust God, anything can happen. Hata unajua mimi nimeenda America kama niko na 5 years in comedy. Na pia kuna ule mse for example ndiye ameanza comedy leo. Na ako wazi kwenda place yote, ako wazi kupanda stage yote anataka as long as anapewa chance, unaona. So mimi nilikuwa nimejiamini tangu kitambo, that's why nimefanya one man zangu. Kwa posta unapata ni mimi peke yangu na ninajaza, unaona. Ni ile kujiamini. So wale wasanii wa nyumbani unataka kufanya comedy, sijui unataka uanzie platform gani? Platform ni wewe. Be your own fan because mimi as a comedy as my own fan. Sikuwa na fan yote. Mimi nilikuwa najipigia joke mbele ya kioo na ninacheka. Unaona? Ndio tu jamaa kwa kioo ndio fan wangu. Unaona? Hiyo ni bad. Moch kuja hapa. Moch nataka niambie kitu moja moja. Niambie. Kwa nini huku give up? Juu hiyo miaka mazee uko na like how many years? Mazee nimekaa tu. Hiyo umekaa, wacha tu tusitaki kujua ni ngapi. Mazee nimekaa. Lakini kwa nini huku give up? Ndio sababu hiyo yani hiyo kimili amedai. Ndio kujiamini. Wacha kila mmoja mazee unapata umepea kitu miaka zako. Unapata hatu kwako ni kama mtoi. Umezaa katoi, yani uweze kukaa unakachunga viti. Kuna siku kanajipa, saa zingine kuna maziwa, saa zingine hakuna. So kuna hizo frustrations kwanza kama ya katoi kana grow na kusaidia. So comedy inakulea. So inakuwa ni hivyo tu, unaamini tu dream yako. Saa zingine watu wanaangalia una cheese, lakini maadheni saa hii. Una mkangore unarudi usiku. Wewe ndio unajua umeitwa shughuli ya saa 2 lakini unakuwa hao nikao unaitwa ngiriza. Lakini sasa ndio ile tuwase hapa nje wajuangi. Unapata kama TMK mazee mtu amekaa kwa inbox yako. Mochezi ni aje? Mgongo kidogo nasikia nakuuliza hadi kuulize. Hiyo show sio kama kwa TV unapea how much? Mimi wasesi rudishangi text zao. The moment unafanya art for utamwambia do less yenye. Mazee afikiria mkafu. Na hivyo ndo wana kill dream zao. Na art. Mimi naweza kwambia show ya kwanza tulianza na kina YY akina nani. Tulikuwa tunapoa 20 shillings. Hadi hadi mbao. Sasa tulipori na chipo na soda. Hata mimi nilikuwa na chips inaitwa mimi yangu ya kwanza chai ya maziwa na kwanza nilipwa 180. So nilipwa pesa mingi. Nilipwa 180. So niyo kujiamini unacheki. Alafu unasikia art huwezi jiforce kwa raia. Huwezi kama hapo ambiwa wase hapa hivi ngoro mimi mbaya anaweza wachekesha zi. Art wase ugro wana sync kwa life yako hivi unacheki. Tumbile anaweza. Art na. Ndio mwana uko fit unacheki. Na hizo miaka unacheki kama hiyo miaka ni process. Ya kupigwa sandpaper unapitia mikono yako fulani anapiga sandpaper labda ni kama msee wenye uchukua clay kwa mto hivi anaanza kuiprocess unacheki. So hizo zinabomoa sandpaper unapitia kwa mikono mtu fulani anakufunza
vile unafaa ku-project sauti yako, huwa nakuachilia na kwa msemo mwingine na kufunza stage presence, unacheki? Na inamaanisha time ina run. Unacheki? Unapata hiyo labda imetoka labda 2 years. Tena unatoka stories za stage presence. Venye utakuwa unapiga craft yako, unaona? Lakini sasa siku hizi unapata mazee msema atakaingia kwa shughuli, apige shughuli sijui na siku 2 alafu kesho ajipate kwa gazeti, unaona? So the process mazee, the process. Lazima na patience by the way. Hata ni rahisi, unaweza mtandao, kuna hizo mentali za how to become a good coach. Utasoma sasa unaweza kupiga research yako kwa kila sana. kitu. Na sasa niwaulize aje, kuna mahali mmoja enda mkachapa show mkakosa kulipo na ndio imetoka, yani kurushwa. Apart from sandpaper, unajua kuna ile yani unajua time grow, lakini kuna ile sasa umegrow, umeenda umenyoroshwa. Umeona tu hizo vitu ziko like hata kitambo tukianza unachapa show lakini unaambiwa unaanza kwamba sio timu mbili umepiga show fiti sana, umepiga show kali sana, barikiwa. Yani kuaja fika barikiwa. Lakini unaona sasa kuna ile baraka ilitoka lakini uioni. Unajua mtu akwambia barikiwa si mbaya because ndo tumebarikiwa. Lakini huwezi landlord huwezi dandia mazee, huwezi dandia baraka itoke kite, unacheki umwambie landlord barikiwa. Manze, najua uko hapo na unasikiza hao maboys. Hiyo ni ile struggle wamepitia ndio wa make na bado wanangangana. So kama uko hapo na unangangana uko na talent manze. Manze, you should learn from these guys because they have been there and they are there and they'll be there. And another thing bro, let me ask you something else kuna vile unajipatanga yani umeitiwa show na vile umeitiwa show umeenda huko then sasa yani kila kitu liko imeorganiziwa then kufika huko vitu zingine unazijua vitu zingine zinaanza kutendeka. Kunaendanga aje hapo juu? Unajua msanii anakuja, hii nimesikia show fulani, ndiye huyo, tunaanza kupigiwa simu. Kunaendanga aje? Sasa hiyo pia sasa hivi wasema kwa professional. Unacheki kitambo wasema kwa na mdogo. Unacheki ni aje Dudhi man? Kesho huko kama imeenda kupiga chwani. Unacheki Liverpool. Sasa hivi wasema wameanza kuembrace history ya kuandikiana. Unacheki ni aje itakupiga kalate ukikama ni kupiga kachwani. Unacheki so saa hii kulio professionalism mingi kwa industry journalism. Lakini bado hizo zilikuwa kama zinaonyesha comedy na grow. Comedy it's a business. It's a business. Another question to me. Management. As a msanii, uko na manager? I currently sina manager because nilikuwa na one but we parted ways because unapata kama msanii kazi ya manager ni ku make sure kila kitu ya msanii na run smooth. Na unapata like most of the artists hata wale wako na managers unapata they overwork kama wana work better than their managers. Because wewe mwenyewe ndo unajua the standard yenye unataka ya product yako kama your service, unaona? Like for example ukiwa na show na uko na manager, manager anafanya push show yako kuliko hata vile unaipush. But unapata because unamlipa is not doing well. Relax kama msanii unakaa manager. So unapata wewe ndo unaweza push kitu yako because wewe unataka hiyo brand yako. What kind of fruit do you want from this seeds, unaona? Unaipalilia vizuri, unamwagilia maji, unakuja unaiangalia, unaona? But unapata mtu mwenye umelipa ataweka atachimba shimo aweke seed then atakuja siku ya kuvuna, unaona? Manzina inauma, inachoma. Most of the time we don't I'm my own manager currently because hata pia kuna wasanii young comedians wenye pia ni mishi. Lakini sasa wewe unaweza prefer kukuwa na manager ama kukaa hivyo? It's good to have a manager. Mtu anaelewa dream yako. Mtu anaelewa Tumbili ni nani, mtu anaelewa Moses ni nani. Dudhi man anaelewa path yako ya life. Unacheki na bado unataka kufika. Lakini sasa ukipata mtu anaangalia tu end man utamkanja tu ndo zake. So yeye anategemea kwanza kama manager anafanya kutafutia majob, unaona? Anapiga masimu kwa companies, events ni nini, tuko na msanii, tunataka tumuoneza mweka hapo nini tunataka this amount of money, unacheki? Because wewe mwenyewe uko na time as a comedian, most of the time actually me personally I spend on doing research, unaona? Creating content. So hiyo time yote nikicreate content utapata mind yangu yote imemezwa kwa create content, sina time ya kujibu maswali za event ni nini, za kutafuta events, za kuunda events, unaona? Because comedian, a good comedian ndo usurvive kwa industry, you must have jokes. Lazima. So events kama hautaitwa if you are blank. Again Tumbili unaweza kuwa na talent lakini hauna bidii. Unaweza kuwa na bidii lakini hauna talent.
Hebu nieleze hapo, niambie aje. Ni gani nafaa kuwa juu? Ni bidii ama ni talent? First of all, unaweza kuwa na bidii na una talent. Yeah. So the first thing you must accept that you have a talent. Yeah. Then bidii, you push the talent now. Okay. Yeah. So where tuna expect nini from you in the next 5 years or 2 years from now? Because manzi, as much as we are expecting something from Tumbili ameng'ang'ana na mpaka saizi ako na shule yake. From nothing to something, mpaka amepanda ndege. Saizi ananuka ndege, ananuka dola. Hata hapa hii hawasi. Aya, Moch ni mwingine hapa ameng'ang'ana from yani ametoka mbali sana. Amemaliza Viatu zimeisha, amekopoa, amelala nje, lakini saizi ako na shule yake. Unaona? So manzi, what do I expect? No, what do we expect from you? Mimi nasema mimi naambia maboys bali hata mademu lazima ujue unaingia kwa kitu juu ya nini. Unajua kwanza industry ya usanii lazima ujiambie ujitaka mkutano ujue unaingia hata juu ya nini. Kama unaingia juu ya mademu wataka. Kama unaingia juu ya fame. Kama wakamjuu ya fame pia itakaa. Kama unaingia fulfill process ya God itakaa. Kama wewe unafanya craft as hiyo. Mimi lazima mimi hata kwangu nifahamu. Mimi nafanya hata kama profession. Mimi sasa sifanyi vitu for favor. Ati kama mtu patie platform. Asikizo wanasema ndio tunapea platform. Yes, era mzee. Kali sana manzi. So lazima ujiulize unataka nini wacheki. Alafu pia leo mila medali kujituma, unafanya research, alafu una hang around wanaelewa tunataka. Kama ndio path ya arts, tafuta watu wanaelewa comedy vizuri. Kama ni music, tafuta clip. Kama ni poetry, unaona? Hivyo tu yani. Unajisukuma afu ujuangi. Jusi wa usanii inaweza kuwa leo niko chini, kesho nipigwe tu simu kama Tumbili usikimwendea pia mimi majuu. Uje, unaona? So ndivyo ndio hanga nakwanga hivyo. Ni hanga. God working in ukweli. So mimi mwaka vitu nimepanga kudupi ni kwa tu better Moch. Sasa nataka niventure direction ya kuandika ba proposal wa show. Host show zangu pia acting pia tutaachilia, ndio direction pia ya kuandika tu script unacheki. Sasa nataka kupiga sasa art inapiga nini. Tumbili, kuna mtu anauliza hapo kama uko single ama you are seeing someone. Manzi, hiyo bidii yako. Before nimjibu hivyo, ulikuwa umeniuliza najiona wapi in the next 5 years. Hiyo ni God anajua, because nakumbuka 5 years ago nilikuwa nimeulizwa hiyo swali. Na sasa inaweza sema vile nilijibu hiyo time ilikuwa fulfilled, because niko kwenye nilisema kwenye nilikuwa nataka kwa 5 years ago ndio niko saa hii. Yaani nilikuwa nataka nikuwe na show yangu, nikuwe places. That's when I got Tumbili. Because when nikianza comedy nilikuwa nimeambia God nataka kuwa mahali by the age of 22. Na Tumbili inamaanisha aje? Ni hiyo tu nilikuwa ni 22. Nilikuwa niambia God Tumbili. Nilikuwa niambia God by the age of 22 I want to be somewhere in the comedy industry. And by the time I was 22 nilikuwa somewhere. Nimetour places, nimeenda mainchi kadhaa nikipiga comedy. So currently nawakia project yangu fulani nafanya mwezi wa 7. It's a special comedy, stand up comedy. Na target kuuza Netflix ama Showmax. It's a pure English stand up comedy. Made in Kenya. Yeah, that's all unaona most of the time sahi najitenga na mabeshte wangu wenye wanaongea Kiswahili. Siko ubasi hata mimi hata mimi tunaongea Kizungu. Sasa tunaongea Kizungu. Pia tunaringa. So hiyo ndo one of the things zenye nawakia. Na pia this year I'm just concentrating on ku nurture talents vile nilikuwa nikifanya. So sijioni mahali popote in the next 5 years, because kwenye nafani for next 5 years ndio kwenye niko saa hii. When nimegrow. It's a journey, you know, everything is a journey. Na nimesikia wasanii wengi, umepea wasanii wengi sana show, nikiwa mmoja wao. By the way, show yangu ya kwanza nilipewa na Tumbili. Thank you bro. Asante sana wazee. Moch, are you single, married or mimi sasa mimi ni baba yo. Unajua hapo kana wazazi. Mimi ni wazazi. Lazima niingie na mkate kwa mimi niko. Hata mimi ni mzazi. Wewe ni mzazi au unasikiza mzazi ili tu. Hata mimi ni mzazi kwa roho yangu. Wazee, thank you so much for coming. Anyone? As much as tunamalizia. Wengine ni kujibu hiyo swali uko umenijibu, umeniuliza sisi ni wazazi. Mazee. So wenye mademu wana watch hapa ni wazazi. Hapa ni wazazi. We have Moch uko na wife.
Mimi niko na wife, niko na mtoi, yani na pia hati ni mtoi wangu pia. Mimi my first born ni comedy, niko na second born, niko na third born. As in me I'm taken. Unapiga watu kama Wow. life. I'm also taken. Kwanza leo nimepitia hapo kwa chief, karibu wani raise, so I'm taken by Kenya. So thank you so much for watching Dudeman Show and thank you guys for coming. Manze, God bless you so much. Manze, thank you so much. Manze, lazima tujitume. God bless you so much. Nimefurahia sana kutembea. Mtembee tena na tena. Asante sana. Tumeshukuru pia. Hata wasipotuona hapa tutakuwa behind the scenes. Yeah. Tuko everywhere. Mungu awabariki sana.